Hujambo na karibu katika kipindi Ulimwengu wiki hii, kipindi ambacho huwa tunaangazia masuala muhimu ulimwenguni, lakini kwanza tupate vidokezo. Vichochoro vya mipakani vyatajwa hatari kwa Ebola. Wanawake katika mstari wa mbele kupambana na virusi vya Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupungua kwa misaada kwa dhofisha mapambano ya Ebola DRC. Somalia yasema utulivu umerejea baada ya mapigano Mogadishu. Na waziri mkuu wa Lebanon aitahadharisha Iran. Israeli yawaua watu 7 kusini mwa Lebanon. Taarifa kamili ni sisi wasomaji wako Maureen Simiyu nami Noah Esokon. Na wataalamu wa afya kutoka Afrika Mashariki, Kati na Kusini wanasema njia zisizo rasmi za kuvuka mipaka zinaweza kudhoofisha juhudi za kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, huku maambukizi yakiendelea DRC, Kongo na Uganda. Licha ya hatua kali zinazochukuliwa na serikali mbalimbali za Afrika Mashariki kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola, wataalamu wa afya wameonya kwamba vita dhidi ya ugonjwa huo vinaweza kushindwa kutokana na mianya inayopatikana katika njia ambazo si rasmi katika mipaka ya mataifa jirani. Ugunduzi huo umejitokeza baada ya maafisa wa afya kuzuru eneo la mpaka, eneo la Busia kati ya Kenya na Uganda. Katika ukaguzi huo, wataalamu walibaini kuwa watu wengi wanaendelea kutumia vichochoro na njia za panya kuvuka mipaka bila kufanyiwa vipimo vya afya, hali inayoweza kurahisisha kusambaa kwa Ebola kutoka maeneo yaliyoathirika kwenda nchi jirani. Onyo hilo linakuja wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kupambana na mlipuko wa aina adimu ya Ebola ambao umeenea katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Shirika la Afya Duniani WHO limesema ugonjwa huo umepata nafasi kubwa ya kuenea kabla ya kugunduliwa na kuthibitishwa rasmi, jambo linalosababisha juhudi za kudhibiti maambukizi kuanza wakati tayari virusi vimeenea katika maeneo kadhaa. Kwingineko, wanawake mashariki mwa DRC wanajikuta katika mstari wa mbele wa mlipuko wa Ebola, wakiwahudumia wagonjwa nyumbani bila vifaa vya kujikinga, huku hofu ya maambukizi ikiongezeka. Wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kukabiliana na mlipuko adimu wa Ebola, wanawake wamejikuta taabani wakibeba mzigo mkubwa zaidi wa kuwahudumia wagonjwa, huku wakikabiliwa na hatari kubwa ya kuambukizwa virusi hivyo hatari vya Ebola. Kwa siku kadhaa sasa, Aline Kasiwa, mkazi wa mji wa Bunia uliopo katika eneo lililoathiriwa zaidi na mlipuko huo, amekuwa akimhudumia mama yake mgonjwa. Umsaidia kula, kunywa na kufua nguo zake kila siku licha ya hofu ya kuambukizwa Ebola. Kwa mjibu wa Aline Kasiwa, yeye ndiye ndugu wa pekee aliyesalia na sasa hawezi kumtelekeza mama yake. Anasema kwamba hofu kubwa ni kumpeleka mama yake hospitalini, akisema taarifa za vifo vya wagonjwa na hata wahudumu wa afya zimezidisha hofu miongoni mwa wananchi. Kasiwa hana kinga zaidi ya barakoa ya kawaida. Hali yake inaakisi maisha ya maelfu ya wanawake mashariki mwa Kongo ambao mara nyingi huwa walezi wa kwanza wa wagonjwa nyumbani kabla ya kupata huduma za afya. Kwa mjibu wa Daktari Furaha Elizabeth, mkurugenzi wa kliniki ya karibuni wa Maman mjini Bunia, jukumu la kuwahudumia wagonjwa katika familia nyingi bado zinaangukia wanawake. Kwa taarifa nyingine, kupunguzwa kwa misaada ya maendeleo kumechangia kushindwa kudhibiti mlipuko wa Ebola nchini DRC Kongo. Mashirika ya Ujerumani yanataka kuongezwa kwa fedha za dharura ili kuzuia ugonjwa huo kuenea zaidi. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola
unaendelea kuongezeka katika majimbo matatu ya Ituri na Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku zaidi ya visa 900 vikishukiwa na vifo zaidi ya 220 vikiripotiwa hadi sasa. Shirika la Afya Duniani WHO lina hofu kwamba virusi hivyo vitaendelea kusambaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo linataka kutolewa kwa misaada ya haraka katika maeneo yaliyoathirika kwa kutumia vifaa na wataalamu wa afya. Hata hivyo, fedha za WHO ni chache, hasa baada ya Marekani kujiondoa katika shirika hilo. Marekani ilikuwa mfadhili wake mkubwa zaidi. Upungufu huo wa fedha umeilazimisha WHO kupunguza au hata kusitisha baadhi ya programu zake, ikiwemo nchini DRC. Ingawa kwa sasa Ujerumani ndio mfadhili mkubwa zaidi wa shirika la WHO, nayo imepunguza michango yake. Aidha, imepunguza bajeti ya Wizara ya Ushirikiano wa Kiuchumi na Maendeleo ya Ujerumani BMZ kwa mwaka huu. Unaendelea kutegea matangazo ya moja kwa moja kutoka RCM Radio. Matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Kenya, Nairobi. Matangazo haya yanakujia mbashara kupitia wavuti www.rcmradio.co.ke, vilevile kupitia mtandao wa YouTube RCM Radio. Na Somalia imesema vikosi vya nchi hiyo vimefanikiwa kurejesha hali ya utulivu katika wilaya 2 za mji mkuu Mogadishu. Hiyo ni siku moja baada ya kutokea makabiliano ya kutumia bunduki kati ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo wenye mafungamano na upinzani. Katika taarifa yake iliyotolewa leo, Wizara ya Habari ya Somalia imesema hali imerejea kuwa kawaida na kwamba makundi ya wanamgambo wa upinzani wamepokonywa silaha na kuondolewa kwenye maeneo palipotokea machafuko. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters limewanukuu wanakaazi wa wilaya hizo wakisema wanamgambo hawajapokonywa silaha, lakini wamesitisha mapigano kufuatia usuluhishi ulioongozwa na viongozi wa kikoo. Makabiliano hayo ya wiki hii yalitokea kuelekea maandamano ya umma yaliyopangwa ili kupinga uamuzi wa Rais Hassan Sheikh Mahmud wa kubaki madarakani hata baada ya muda wake kumalizika mwezi uliopita. Na kwingineko, waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam ameitaka Iran kuacha kutumia nchi yake kama turufu kwenye mazungumzo yanayoendelea na Marekani ya kumaliza vita vilivyoanza zaidi ya miezi 3 iliyopita. Salam ametoa matamshi hayo alipozungumza na waandishi wa habari kutoa mwito wa Umoja wa Mataifa kuipata msaada zaidi. Lebanon inakabiliwa na vita na Lebanon imeshuhudia athari za vita kutokana na mapigano kati ya jeshi la Israel na kundi la Hezbollah lenye ushawishi ndani ya Lebanon na ambalo linaungwa mkono na Iran. Kwa mjibu wa mamlaka za afya nchini Lebanon, mashambulizi ya kwanza karibu na hospitali ya Jabal Amel yaliwaua watu 4 na kujeruhi wengine 7, huku yakiharibu hospitali hiyo. Hospitali hiyo ni ile iliyoshambuliwa mara kadhaa huko nyuma, yakiwemo yale ya Jumatatu ambapo watu 4 waliuawa na wengine 127 kujeruhiwa, wakiwemo wafanyikazi wake 39. Mashambulizi mengine yalikuwa dhidi ya jengo linalokaliwa na raia ambapo watu 3 waliuawa na kujeruhiwa wengine 5, wakiwemo watoto 2 katika mji huo wa Taya. Israel imetishia kuendelea na mashambulizi makali kwenye miji na vijiji 9 karibu na mto Litani, ikidai kuandama wapiganaji wa kundi la Hezbollah. Na hatimaye Uganda.
Rais Yoweri Museveni wa Uganda amesema hatavumilia uzembe na ufisadi katika muhula wake mpya wa uongozi, akiwataka wafanyikazi pamoja na viongozi wa serikali wasiofanya kazi jinsi inavyofaa kujiuzulu mapema kabla ya kupata adhabu kali kutoka kwa serikali yake. Rais Museveni ametoa onyo hilo kali wakati ambapo anaingia tena madarakani baada ya kuchaguliwa na wananchi. Katika hotuba yake kwa taifa iliyotangulia uwasilishaji wa bajeti mpya ya serikali, Museveni alisema changamoto kubwa zinazokwamisha utoaji wa huduma bora kwa wananchi ni pamoja na ufisadi, matumizi mabaya ya rasilimali za umma na kutowajibika kwa baadhi ya viongozi wa serikali. Na hatimaye Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amechukua hatua nadra kwa kumwandikia barua ya wazi rais wa Urusi Vladimir Putin, akitoa wito wa mazungumzo ya ana kwa ana ili kuvimaliza vita. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amechukua hatua mpya ya kidiplomasia kwa kumwandikia barua ya wazi rais wa Urusi, akipendekeza kukutana ana kwa ana ili kujadili njia ya kumaliza vita vilivyochukua zaidi ya miaka 4. Katika barua hiyo, Zelensky ameweka wazi kwamba Ukraine iko tayari kusuluhisha vita na kutafuta suluhisho la amani, lakini pia akaonya kwamba nchi yake haitasita kuendelea na mapigano iwapo hakuna makubaliano yatakayofikiwa. Na kwa taarifa hiyo kutoka huko Ukraine, ndipo tunaweka kikomo na kuhitimisha matukio ya ulimwengu wiki hii, ambapo basi imekuwa ikijia moja kwa moja ndani ya RCM Radio, moja kwa moja tukitangaza kutoka jiji kuu la Kenya, Nairobi. Mimi ni Noah Esokon. Nami ni Temorin Simiyu, siku zote nitaitika. Hadi wakati mwingine, majaliwa yake Mwenyezi Mungu, endelea kutegea RCM Radio.